95% ya wafanyabiashara katika taifa letu wanaendesha biashara bila kuwa na elimu ya biashara. Na hii tumefanya pia tafiti kwenye la pili, tukagundua mbali na asilimia hiyo kubwa, katika biashara nyingi ambazo zinaanzishwa, kama zilianzishwa 100 ndani ya miaka 5, biashara 85 zitakuwa zimekufa, sawa na asilimia 15. Kwa sababu gani? Ya kukosa elimu ya biashara. Leo hii nyinyi ni mashuhuda. Kuna duka utaambiwa lilikuwa la Mangisina, lakini ni mara chache kulikuta limeendelea zaidi ya miaka 5. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Biashara nyingi zinakwama kutokana na kutokuwa na elimu ya biashara. Hebu tuangazie Tanzania ya sasa inataka vijana wa aina gani ili tuweze kurasimisha biashara zetu, tulipe kulipa kodi. Nataka vijana wenye maarifa. Usipokuwa na maarifa huwezi kutambua usajili wa biashara wala kulipa kodi. Vijana wenye maono, wabunifu, wazalishaji mali, wajenzi wa uchumi ambao wataweza kulipa kodi ili uchumi wetu wa Tanzania uweze kukua na dunia kwa ujumla. Tunaposema biashara ni nini? Biashara halali ni nini? Biashara ni shughuli yoyote ile halali ambayo inafanywa kwa lengo la kulalisha mapato na faida. Unapopata mapato na faida, tunakwenda kujikita kwenye kulipa kodi. Lakini swala lingine, kwa nini biashara nyingi hazikui? Tumezungumzia kutokuwa rasmi, kutokuweka kumbukumbu, kutokuwa na mpango wa biashara, kukwepa kodi na kukosa nidhamu ya kifedha. Leo hii unaweza kukwepa kodi kulipa. Ndugu zetu TRA wakaja wakafanya auditing baada ya miaka 5, ukakutwa na malimbikizi ya kodi ya miaka 5 zaidi ya bilioni 1. Biashara yako ni milioni 500, lakini kwa sababu ulikaa muda mrefu ukakwepa kodi, unakuja kujiingiza kwenye swala zima linaloitwa uhujumu uchumi au wizi wa kuaminika, kwa sababu umeiba fedha, umeiba kodi badala ya kulipa kodi hizo. Mwisho wa siku biashara zetu zinakwenda kuanguka kwa sababu ya mtaji tulioko nao na kodi ambazo tulikuwa tumezikwepa. Lakini kukosa nidhamu ya kifedha. Tumekuwa na changamoto nyingi ya biashara nyingi kuanguka kutokana na kutokuwa na nidhamu ya kifedha. Lakini tunapokwenda kusema unasajili biashara, unasajili wapi? Ziko sehemu mbalimbali za kuanza usajili. Kwanza tuna watu wanaita BRELA. Wangapi wanajua BRELA? Wapunge mkono namna hii. Wanaojua BRELA. BRELA kwa kirefu ni Business Registration License Agency. Taasisi inayosimamia usajili wa biashara nchini Tanzania. Tunaposikia, tumeona ndugu zetu wa KAPA wale, ili uweze mimi leo kama hujasajili ile jina kibiashara, mimi na uwezo wa kusajili jina lile na nikawafungulia kesi hawa ndugu zangu, nikawaambia wametumia jina langu la biashara na watanilipa fidia. Kupitia nani anayesajili? Anayesajili ni BRELA. Kwa hiyo sehemu ya kwanza kabisa kusajili jina lako la biashara na kampuni na taasisi mbalimbali. Kuna sole proprietor, kuna partnership, kuna kampuni. Usajili unaanzia BRELA. Na tumeshasema BRELA inajihusisha na usajili wa mambo hayo, na ili uweze kukua lazima ujisajili kule, ili usajili na jina lako. Tunaposikia Vunja Bei Enterprises, tunaposikia TBL, wote wale wamejisajili. Usipojisajili ile jina mwenzako anaweza kalichukua, na akilichukua na uwezo wa kushtaki wewe ambaye ulikuwa unalitumia na uliwezi. Viva vijana, viva! Viva vijana, viva! Ndugu zangu, nimesema nikuse haya ya usajili kwa sababu gani? Jina kubwa lolote, tuchukulie mfano mzuri hapa Kilimanjaro. Tuna taasisi inaitwa Marenga Investment Company Limited. Ni maarufu na wanafanya biashara kubwa. Kama hujasajili jina lile, mimi Juvenali naweza